Ila katika vijana wenye akili ya mpira, ubongo wa mpira, Mtasingwa achana naye brother. Achana naye. Achana naye kabisa yule mtu. Unajua engineer anachopambana ni kuongea na familia ya mtu, sio mchezaji. Kwa sababu anafahamu mchezaji ili ampate lazima atafute watu ambao wanaujua udhaifu wa mchezaji. Ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC, ratiba imewekwa bayana. Ukiangalia tarehe kama back to back kama vile ambavyo alizungumza rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kwa upande wako, baada ya kuitazama ratiba, nini kimekujia haraka kuelekea katika msimu mpya wa ligi? Kama ambavyo ilivyokuwa awali kabisa, kwa sababu ratiba imetoka na ilipaswa kutoka mapema, kwa sababu tayari tumetoka kwenye off season, tuna timu zinabidi ziingie kwenye pre season. Maana kuna vipindi vitatu. Kuna off season na pre season na on season. Kuna vitu vitatu kwa unapaswa tu kufahamu. Sasa baada ya ligi kumalizika inaitwa off season, yani msimu ambao ligi hazichezwi. Lakini baada ya ligi kumalizika inaingia pre season, timu zinajiandaa kwa ajili ya on season. Sasa wakati huu ni wakati ambapo timu zinapaswa kujiandaa kikamilifu. Ratiba ya ligi msimu huu itakuwa finyu, kwa sababu ligi itachezwa kwa siku 275 pekee. Tofauti na msimu uliopita ambapo ligi imechezwa kwa siku 285. Kwa wakati huu kuna siku zimepungua hapa, kwa sababu tunapaswa kumaliza ligi mapema ili tuingie kwenye michuano ya AFCON 2027 ambapo Kenya, Uganda na Tanzania ni wenyeji wa michuano hii. Kwa hiyo lazima ratiba itoke kwa mapema, na tumeona sasa hivi ratiba ni ya kidigitali. Yaani una pin sehemu, unafungua, unaona jedwali la ratiba. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba muda wa ratiba ni muda sahihi, kwa sababu ligi inaanza tarehe 14 mwezi wa 8, wakati ngao ni tarehe 12 mwezi wa 8. Leo tunavyozungumza ni tarehe za mwishoni kabisa za mwezi wa 7. Manake kuna timu zinapata muda kujiandaa zaidi ikiwa zinajua ratiba na tuna face nani, tunakutana na kitu gani. Kwa hiyo ni ratiba ambayo iko wazi. Sawa, tukiachana ratiba, tunaona sasa ratiba imetoka, lakini pia usajili unaendelea. Sasa hivi ni utambulisho, naamini vilabu vingi vimemaliza usajili. Young Africans wanahusishwa na Alphonse Mabura. Engineer na place sana kuona kwamba kupata huduma ya Alphonse Mabura kwenye meza yako ya ukachero. Kuna taarifa zozote kuhusiana na Mabura, labda dili lake kukaribia kuconfirm ndani ya Young Africa, lakini pia ni kiungo namna gani anakwenda kuongeza nini ndani ya Yanga na anakwenda kuwasaidia Young Africa? Tumeshuhudia msimu uliopita kidogo walikuwa wanateteka kwenye eneo la kiungo. Unajua engineer anachopambana ni kuongea na familia ya mtu, sio mchezaji, kwa sababu anafahamu mchezaji ili ampate lazima atafute watu ambao wanaujua udhaifu wa mchezaji. Na engineer amepambana sana kwenye njia ambayo anaijua ya Alphonse Mabula, lakini mpaka sasa hivi dili limekuwa ngumu sana, kwa sababu Mabula anaamini bado umri wake kucheza nje yupo, kwa sababu hajaachieve mafanikio yake ya mpira. Anaamini bado anaweza kaenda mbele zaidi. Hapo ndo kuna ugumu. Lakini kwa ofa aliyowekewa na Yanga ni kubwa. Ofa ambayo amepewa na Yanga ni kubwa. Ofa ambayo amewekewa na jopo zima la Young Africa ni kubwa, lakini mchezaji hajaangalia pesa, anaangalia future yake, kwamba bado na nafasi kubwa ya kwenda mbele zaidi. Kwa huo ndo ugumu umekuja, na ndio maana Young Africa wametoka kwa Alphonse Mabula, sasa hivi wanaipress Azam kwa Adolf Mtasingwa. Wanapambana sana kumpata Adolf Mtasingwa, na huenda wakampata muda wowote kutokea sasa. Kwa hiyo ni moja kati ya sajili ambazo zinapambaniwa na Young Africa kwa ajili ya kuimarisha msimu wa mashindano. Na unafahamu msimu huu nimekuambia awali ligi inachezwa kwa siku 275 pekee. Sasa kama siku 275, TFF na bodi ya ligi wameongeza wigo wa kusajili wachezaji. Timu inapaswa na wachezaji 40, kwa sababu kuna siku kwa wiki moja utacheza michezo miwili. Kwa hiyo pasi kulalamikia ratiba. Ndio maana unaona wanajaribu kupress kutafuta maeneo wachezaji ambao wana madaraja ambayo yanaweza kacheza kwenye timu hizo. Kwa hiyo ni moja kati ya usajili mzuri kama utafanikiwa wa Adolf Mtasingwa. Maanake kuna kazi ambayo ataenda kuifanya Azizi Ndambwile. Damaro atafukuzwa. Damaro atafukuzwa. Kati ya Mtasingwa na Alphonse Mabura, wewe ndo kiongozi wa Young African, hivi unatamani kumpata ili ahudumu ndani ya kikosi chako? Unajua mahitaji ya Alphonse Mabura ilikuwa ni eneo la juu, wakati mahitaji ya Adolf Mtasingwa ni mahitaji ya chini. Adolf Mtasingwa ni kiungo wa chini.
anapocheza Yusuf Kagoma, anapocheza Damaro, ndiko anakocheza Mtasingwa. Wakati anapocheza Alphonse Mabula ni nafasi ambapo tumeona sasa hivi Yanga wamekosa mtu wa namba 8 mpaka inabidi Max Zengeli acheze nafasi ile. Ndio maana Young Africa wanajaribu kupress kuipata saini yake. Kwa hiyo kwenye mahitaji ya position ni watu wawili tofauti. Ila kama watampata Adolf Mtasingwa, maana eneo la shimo la chini la Yanga litakuwa limepata mtu sahihi, alafu yule Duke Oga Abuya ambaye ameongeza mkataba na Yanga atabakia eneo la juu ili Max Zengeli acheze kwenye nafasi yake kama winga wa kulia shirikiane na Chuga Boy. Kwa hiyo hizo ndio sajili ambazo zinajaribu kufanyika kwa timu ya Yanga. Kwa hiyo kwenye eneo hilo wanaendelea kupush. Kama atafanikiwa Adolf Mtasingwa kuingia kwenye kikosi cha Young Africa, automatic manake Duke Oga Abuya anakuja kucheza namba 8, nafasi yake ambayo tumezoea, lakini pia vile vile huna haja kubaki na Damaro. Hamna mchezaji pale mbele ya Mtasingwa. Damaro hakuna mchezaji. Mbele ya Mtasingwa? Hamna mchezaji pale. Damaro? Hamna mchezaji pale. Msukuma yule. Itabaki ni historia, lakini umweke hapa Adolf Mtasingwa Bitegeko na huyu Damaro, kaka, wasikufumbe macho. Yule Mtasingwa ni mtu kweli kweli. Na chukua maneno yangu, siku ukiona sajili umetua pale, uje uchukue hela. Nikwambia kabisa kwamba huyu ni mali ambaye anakiingia hapa anazima mwanzo mwisho. Kwa unamwona Mtasingwa kama kariba ya Khalid Aucho? Anaweza sifanane na Khalid Aucho, ila katika vijana wenye akili ya mpira, ubongo wa mpira, Mtasingwa achana naye brother. Achana naye kabisa yule mtu.